بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، leo kwa idhni Allah tabaraka wa taala tutaendelea na risala ama kitabu Adabul Hatif, lakini pamoja na kutoa tambihi, kwa sababu ukumbusho huu ni ukumbusho wa tambihi, sababu ndani humu kuna vipengele mbalimbali ambavyo Sheikh kaviweka kuhusu simu. Kipengele cha leo unwani yake ni shaghlu al-intidhar. Unapompigia mtu simu, kuna sauti kwake yeye inatokea, ishara kwamba hii simu inapigwa na ishara ya kuwa simu yako wewe inaingia kwake, kuna sauti kwako pia inatokea. Huko nadhani tunaita kuita, na ule tunaita pia simu inaita hivi. Bila shaka ni hivi kwa ninavyofahamu mimi. Sasa yule unayempigia yule, kwenye kuweka sauti ya kitu gani kiite kwenye simu yake, uwezo huo uko nao. Ila pia kuweka sauti gani wakati akipigiwa iwe kwako inatoka, pia uwezo huo upo nao. Sasa hili ndio tunataka kulielezea. Wakati mtu unampigia, ile sauti ambayo ndio yeye kaeka kama ishara kwamba simu yako inaingia kwake. Na kuna hata sasa hivi pia tasikia ukashangaa tu umepigiwa na watu wa mtandao wakasema ukipokea tu wafurahisha wakupigiao kwa kuwekea asikia ima Qur'ani ima mawaidha, na hapo wachanganya au muziki wa msanii bora katika nchi ya Tanzania. Ina maana kwa vyovyote wewe wakupate tu, kama umekuja kidini au kupate huko, kama muziki si ni katika vitu vyasikilizwa, ukupate huko kwenye muziki, wasikukose kote. Wazee wetu wakisema bwana, usikose kana gando ona, usikose vyote. Sasa hili jambo lina tambihati ambazo Sheikh hapa atazitoa kwenye hili jambo la sauti ya mtu. Tuliona pia kwenye vipengele vilivyopita, wewe mwenyewe wakati simu inaita, haitakiwi kuweka mambo ya haramu. Ni kwa maana mtu akikupigia simu yako ikaita muziki, haitakiwi uweke muziki. Na pia leo hapa kuna tambihi hapa ambapo ataiongeza kama faida ambayo siku ile hatukuitaja kwa munasaba wa kuwa itakuja mbele. Haitambihi Sheikh kaitaja kwenye upande wa yule anayekupigia ukimwekea sauti, ila pia tutaiweka kwenye wewe unaipigiwa sauti ambayo umeweka. Je, ili jambo litakuwa lafaa ama halifai? Na ni jambo la kuweka jambo la dini, lakini Qur'ani mfano au adhkar huwa ndio za kuitia. Je, lafaa ama halifai? Tutaona hapa insha Allah. Sheikh anasema Allah amrehemu Sheikh Bakar Abu Zaid, swara an-nasu fi hadha ala tarafai naqidhin, wamekuwa watu katika jambo hili la ile sauti ya wale wanaowapigia walioiweka wao ile juu ya ncha mbili zinazokinzana, faminhum man yushghiluhu billahwi, kuna katika wao ambao
wanashughulisha zile simu za wale wanaowapigia kwa lahau, mambo ya upumbao. Kama pengine utakuta mwingine unampigia sikia vikatuni, wapo hao. Mwingine unampigia unasikia kwamba labda familia bora sio vipi shanga matangazo pale, unampigia sikia matangazo. Au pengine mwingine unampigia wasikia taarifa ya habari, yani kama hivi yani min ghina'in, kama vile nini, ghina, vinanda, kama vile vinanda, au musika, au muziki. Mwingine ukimpigia utasikia muziki, kuna mwingine utasikia vinanda au piano, vile kwa wimbo wa taifa pale. Ukimpigia unajua kama huyo mzalendo sababu amepigia wimbo wa taifa. Hivyo wanahawihi, maana mfano wa viwili hivyo. Fahadha haramun la nizaa fihi mu'tabaran, jambo la mziki ni jambo hili haramu, hakuna nizaa, mzozano, kwa maana khilafu baina ulama, mambo inazingatiwa, hamna. Na kuna baadhi ya waislamu tena, hili jambo lipo baadhi ya wale waliosoma dini kwa washakuwa na maarifa makubwa tu kiasi fulani, wana kawaida ya tatabu'ur rukhas, kufuata ruhusa, yani ile kufuata, lakini kuna kauli nyingine, kuna watu wako hivyo, akamwambia hili jambo haramu lakini kauli fulani ipo. Hii imepelekea mambo mengi ya haramu kuhalalishwa, mambo mengi tu kwenye masaili ya kifiqhi na kwenye masaili ya kiaqida. Lakini hasa wale wanachuoni waliopita mapito ya kifiqhi kwenye baadhi ya mambo kutolea fatawa, wapo walioteleza. Mfano al-Imam Ibn Hazm, yeye kasema mziki kwa dhati yake si haramu. Sasa kuna baadhi ya watu wanapita mule kwamba lakini kusema bwana Ibn Hazm sasa, lakini huku Allah sikashaharamisha kwenye Qur'ani, ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo huyu kateleza, kwa vile ni mujtahidi, huyu hapati dhambi, kosa linasamehewa na anapata malipo ya ijtihadi yake, ila yule aliyefahamu kuwa ni kosa ni wajibu kwake kutomfuata. Na pia zipo aqwal za ulama kwamba sigara makruhu yani tukienda hivi hakuna kitakachobakia cha haramu ambacho hakitofanywa, sigara makruhu. Na wapo waliosema kwamba katika ulama kwamba na ile system anayoipata mvuta sigara kama system tu ambayo anaipata akiwa anakula embe, muda wa kuwa haimfanyi akafanya haramu. Kwa hiyo wakuta shekhe mzima hadha makruhun huko anayovuta, ana sigara huko avuta, au pengine wakuta shekhe mzima apita kwa muhuni agongea kijunga hicho shekhe, kwa sababu kuna kauli kwamba hadha makruhun. Kwa hiyo hilo sio jambo la sana. Ndio maana shekhe akasema kwamba hakuna khilafu ambayo inazingatiwa, kwa maana wapo waliosema kwamba muziki wafaa, wapo, lakini sio mu'tabar aqwal zao, muda wa kuwa zimekhalifu adilla nyingi tu. Hili ni jambo muhimu pia kulifahamu, kwa si kila khilafu inazingatiwa, sababu masaili yapo mengi sana, hasa katika furu' din kuna khilafu nyingi tu, lakini sio kwamba kila khilafu inazingatiwa. Walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadhun min an-nadhari, kama wanavyosema ulama. Si kila khilafu inayokuja inakuwa ni yenye kuzingatiwa, isipokuwa khilafu ambayo inafungu katika upande wa an-nadhar, al-adilla, dalili, hizo itazingatiwa. Lakini kusema tu hivi kwamba haifaa, yani unafaa muziki wa itlaqi kwa sababu tu Ibn Hazm kasema hivyo na wengineo katika wanachuoni walioteleza, hapana. Au kusema kwamba ni makruhu, hapana, hiyo sio jambo la sawa. Na wapo waliosema kwamba mirungi kadhalika na hamna uharamu, muda wa kuwa hayakupelekeshi. Na watajia baadhi ya mambo tukuonesha kwamba ukisema ufuata ruhusa unakwenda pabaya sana. Mirungi muda wa kuwa ile system utakayoipata haikufanyi ukatenda ya haramu, system tu. Wakuta baadhi ya walevi wa Yaman, wakuta wakunukulia kauli za wanachuoni, kwa sababu Yaman mirungi kawaida, watu kwenye matwari huko na mijifuko ya mirungi kwa kawaida kule mirungi, kama ilivyokuwa masala haya ya musaddasat, haya risasi ya kawaida inaweza katoka hivi enda
si huku ya fichwa mirungi wenzetu kule bwana, ikiwa wenda dukani hivi kununua nyanya kama mirungi tuna bastola kazi panga mafungu, wataka ipi hapo kwao kawaida hivyo vitu. Sasa ndio hivyo ukuta pengine mtu yupo kwenye hafla ya Maulidi, lakini ili asipate usingizi achukua fuko lake la mirungi huko amswalia mtume, huko ana bonge la shuke la alqat, yani mirungi nini makruhu tu. Sasa kufuatilia aqwali kwa sampuli kama hii kunapelekea pabaya. Naam, wa minhum man yushghilu lahadhati al-intidhar biquran, kipengele hiki sasa. Na kuna wao ambao wanashughulisha kile kipindi cha kungojea yeye apokee simu kile mwenzake akiwa amepiga kwa Qur'ani au dhikrin au dhikri. Kwa hiyo ukipiga tu wasikia sudesi yatiririka kadha hivyo, au wasikia adhkari ima za asubuhi au za jioni, wanahwi dhalika, na mfano wa hilo. Sheikh anasema wa innabu lal hadafu, pamoja na kuwa litakuwa kubwa lengo kwamba mtu amsikilize mwenzake Qur'ani, fi hadha, kwenye hili, la yusawwighuhu, hili lengo halifanyi li jambo likawa halali. Pamoja na kwamba lengo la mtu pengine huenda likawa kubwa kwamba nataka mwenzangu ananipigia asikilize nini Qur'ani au asikilize adhkar hivyo, lakini ili lengo halipelekei ili jambo likawa halali, kwa sababu alghayatu la tubarriru alwasila. Nasema wanachuoni lengo zuri halifanyi njia ya kufikia lengo pia ikawa nzuri. Inawezekana lengo zuri halifanyi njia ya kufikia lengo ikawa mzuri pia. Mfano, mtu anasema bwana mimi nataka ni safishe msikiti, lakini ili nipate nguvu mimi nipate bia moja kali sana, lengo zuri lakini njia sio mzuri. Kwa tutamwambia bwana sawa lengo zuri, lakini bwana lengo lako la yusawwighu, alijuzishi wewe kunywa pombe hivyo. Au mwingine pia, maana ile swali nishawahi kuuliza darasani, ila nishawahi kuulizwa pia. Kuna mtu asema bwana wasikia kwamba ndoa akifikia mtu ana nguvu za kimatamanio tayari, ana uwezo wa kimali, kuwa kwake ni wajibu, hasa akiwa anahofia fitna. Sasa je, nimemtaka binti, familia imenikataa, na ile binti ikawa anamtaka kwa njia hivi sitopewa, kwa sababu ndoa ni wajibu kwangu. Yule mwanamke yule nikimpa ujauzito nitaozeshwa. Sasa je, kwa vile kule kumpa ujauzito utapelekea nioe, kuoa ambako ni wajibu, umpa ujauzito kutoka wajibu alafu mtala ateki asema kumpa ujauzito kutoka ni wajibu nilimwambia wasemaje wewe kabisa. Mimi nishaye kuuliza darasani, lakini pia nishaye kuuliza, ndio maana na mimi nikauliza darasani. Asema je, hivi hapo niliposema wasemaje kama nilimtoa, akasema lakini naona kama kuna uzito hivi, lakini mwanzo alikuwa kashakuja na taswira kwamba kama ataka niambie kwamba itakuwa wajibu pia, kwa sababu alwasailu laha ahkamul maqasid. Na baadhi ya watu wanasoma kanuni moja wanacho nyingine. Wasail, zile njia za kufikia lengo zinakuwa na hukumu ya lengo, lakini lengo halihalalishi njia zikawa za uzuri kama ni mbaya. Kaambia bwana kwa hapo wala taqrabu zina, yeye umetupa mgongoni, una kanuni yako moja hivi kwamba alwasailu laha ahkamul maqasid. Kwa hiyo na mfumo kama wewe inakuwa hata kama lengo ni nzuri, njia haiwezi ikawa nzuri. Lianna at-tahakkuma fi al-wuqufi ala ru'usi ayati al-Qur'an al-Karim, kwa sababu kule kuhukumia kusimama juu ya vile vichwa vya aya za Qur'ani tukufu, au ala al-maqta'i al-munasib min al-hadithi, au vipande vilivyokuwa na munasaba katika hadithi, ghairu mumkin, hili jambo haliwezekani. Kwa maana gani? Haiwezekani ukasema kwamba ile aya ikija ile itakuja uisikilize yote ndio upokee simu. Haitakuja hivyo. Ikija wewe utakata ile aya ili upokee simu. Au kama ni hadithi
mfano imekuja hadithi Mtume swalla sallam akasema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma, wewe umepokea, imeishia hapo. Ushapokea kama mtu akapokea nini? Hadithi. Kwa hiyo kule kusimama kwenye vile vipengele vya aya ambavyo vitakuwa vimekamilisha ile maana haitowezekana. Ama lau ingelikuwa ikiita simu kwamba yasomwa aya mwanzo mpaka mwisho, alafu ikishamaliza hapo tungelifikiria kwamba tayari mtafuta Qur'ani hivyo. Lakini kuwa kule kuwa ukipiga vile wasikia hadithi waikata ili umpokelea aliyekuwekea, ukipiga wasikia aya lakini aya waikata ili umsikilize aliyekuwekea. Ili jambo Sheikh yasema halifai, na pia vile vile haiwezekani mtu kumwekea mwenzake kipengele cha aya maalumu ambapo maana itakuwa kamili au hadithi munasab, fayaqa'u wuqu'un ghairu mardiyyin shar'a. Kwa hiyo fayaqa'u wuqufun, patatokea kule kusimama kwenye aya ama hadithi kisimamo ambacho ghairu mardiyyin, si chenye kuridhiwa shar'an, kisheria. Walidhan, na kwa ajili hiyo sasa Sheikh atoa nasaha baada ya hapo, fala hadha wala dhaka, haifai ile ya mwanzo wala hii ya pili ya kuweka mziki wala ya kuweka Qur'ani wala hadithi, vyote havifai. Sheikh asema fala hadha wala dhaka, si hii wala ile, zote hazifai. Waliyabqa almuntadhiru ma'a as-samaa'a sakita, na abakie huyu anayengojea, huyu ambaye simu inaita kwake ili yopokee, pamoja na ile simu kuita kwake, bakie tukanyamaza, abakie kanyamaza hata yusta'nafa alhadithu, mpaka yatakapoanza mazungumzo kwa wewe kupokea simu. Wa yudhairin fi hadha, na kuna madhara gani kwenye kutokumwekea mtu kitu? Sema Sheikh, kuna madhara gani kama ile kuwa kwamba mtu akikupigia kimya, kuna madhara gani? Wala da'i litaraf, na wala hakuna kinachopelekea kustarehe, kwamba eti lazima mtu akikupigia astarehe. Hamna, sababu si ndio hata vile wala utamitandao wakikupigia kwambia wastareheshe wakupigiao hivyo kwa kuwekea kadha kadha hivyo. Tena wanakuambia sometimes, nimekumbuka jambo au nyimbo nzuri za Injili. Kuna baadhi ya Waislamu walipokuwa pengine anasema yani kwa sababu huyu ni mtu simuelewi, ngoja fulani ni mwekee hizi nyimbo za Injili hizi, anamwekea kwa sababu fulani ni ustadhi huyu, ngoja nimwekee hizi aya za Qur'ani hizi. Kwa kutompigia mtu simu wasikia Saad al-Ghamidi au Hudhaifi au Sheikh Muhammad Ayub na wengineo katika mashaikhi qurra wana kusomea Qur'an, yule mbona huyu jamaa hivi, na wengine nasema jamaa bwana ni mtu wa dini kweli kweli, hata ukimpigia hausikii hata ile tu, hausikii kabisa, wasikia tu haya inasomwa, ni mtu wa dini kweli kweli. Hivyo sio sawa vyote kwa sababu huyu mpigaji hatokaa kwamba eti anasikiliza kile kilichowekwa kwa lengo la kwamba ana mapenzi nacho. Akisikiliza ni kwa sababu tu wewe hujapokea. Ukipokea kinakata huku. Wal-ighal, kadhalika na kufikia mbali kwenye masala ya starehe, wat-ta'ammuq fi muraati shumuri alladhi yaudu bima la yajuz, na kuzama ndani kwenye kuchunga hisia ambazo zarejea na yasiyofaa. Sababu kuna mwingine kuchunga hisia za watu akaeka hivyo, lakini ili jambo alifai muda wa kuwa la rejesha kwenye yasiyofaa. Min riayati almasalih wa hifdhi alamana, katika kuchunga maslahi na kuhifadhi amana. An taj'ala likulli hatifin wadhifatahu, ni kujalia kila simu ina wadhifa wake. Hapa hukusudiwa kuwa moja ya vitu viwili. La mwanzo, kama mtu atakuwa ana watu wengi na wasampuli mbalimbali, kama inawezekana kujalia kwamba namba hii ni ya watu fulani, itakuwa ni aula zaidi, vizuri zaidi. Na namba ile ni ya watu fulani. Kuna moja kati ya watu namfahamu yeye, kaeka namba na simu tatu. Kuna namba ni ya familia, yani hii line ambayo ipo kwenye simu fulani, hii ni ya familia. Kwa hiyo ikipigwa ajua bwana simu fulani na mlio fulani, hiyo familia hii. Mmoja kati ya watu fulani nipigia.
hata shekhe hizo ndio anachokiongelea hiki hapa. Na pia kaeka simu ya pili ni ya mashekhe wenzake. Ikiita yajua kuna shekhe bana anipigia. Kwa hiyo ukimwambia naomba namba zako atakufikiria wewe kwake upoje. Katika watu wa familia atakupa namba ile simu ya familia. Na nyingine kaeka kwenye watu wa kawaida wa jamii waliomzunguka, majirani kadha na wengine watu wa kawaida. Kwa wakipiga watu wa kidini kuna simu itaita. Wakifamilia kuna simu itaita. Na watu tu wa kawaida hivi kuna simu pia itaita. Kama mtu ana uwezo na hili akifanya anasema shekhe basi faa. Na ndio katika upande wa kuchunga maslahi na kuhifadhi nini? Amana. Kwa sababu kuna wakati yani hivi pia itakupelekea ulipe kila jambo umuhimu wake. Kwa sababu kuna wakati mlio fulani ukiita wajua hapa kuna umuhimu mkubwa wa mimi kupokea. Mfano saa 9 usiku alafu jirani akakupigia. Wajua hapa bila shaka huenda kuna tatizo, utalipa umuhimu ili jambo. Au mfano umekaa zako saa 7 imepiga simu ya familia na simu ya jirani. Unajua hapa kwa ilivyo hapa yani pokea familia hii. Kwa utachunga maslahi kama utakuwa umegawa hivi. Lakini yahitajia pia uchungaji mzuri, maana unaweza kuonekana sharo, maana kila siku usitembea na vibegi. Sasa simu 3 mifuko ya kawaida inaweza isingie, kwa hiyo unaweza ukashanga kila saa tembea na vibegi. Unaonekana sasa siku hizi kawa sharo na tembea na vibegi yakawa hayo sasa. Kwa hiyo pia ni ya kuyatazama kwa makini haya. Akasema Sheikh fala tushghil hatif al-maktab alladhi ta'malu fihi muwazzafan bi shu'unika al-khassa. Usishughulishe simu ya maktaba, usidiwa simu ya ofisi, alladhi ta'malu fihi muwazzafan, ofisi ambayo unafanya wewe kazi kama muajiriwa, bi shu'unika al-khassa, kwa mambo yako private. Kwa maana ikiwa inapigwa simu ya ofisi iwe ni ya kiofisi, bwana hii simu hii ikiita hii najua, au hii line ikiita kwa sababu line fulani nimeiwekea mlio fulani, sababu inaweza kubagua pia line tofauti kwamba line fulani mlio fulani wa kuita, line fulani mlio fulani wa kuita. Kwa hiyo mlio fulani ukiita najua kabisa hii ni simu ya ofisi, mlio fulani ukiita najua hii simu ni ya watu wa kawaida. Kadhalika watadbiri umuri, kina kuendesha mambo yako, hadha huwa al-aslu. Nasema shekhe hii ndiyo asili, kutokuchanganya mawasiliano yanayokupigia baina ya huyu na yule. Walinasi fi dhalika ahwalu, na watu wana kwenye hilo hali nyingi, wana hali nyingi, wanatofautiana kwenye upande wa kazi zao, ofisi zao. Kuna mwingine akisema kwamba kila watu awekee simu, Allahu akbar, ataka wana simu 20 kwa sababu ana vitengo mbali mbali. Utakuta kuna watu ambao hawa ni watu wa mpira, mashabiki wenzake. Kwa hiyo kama ataweka simu, hawa ni wengi kwa sababu mashabiki ni wengi. Utakuta mashabiki wengi kuliko hata watu wa familia au hata waumini wanaosali msikitini, kidogo kuliko hao mashabiki wa mpira. Na kuna watu wa ofisini, kazini anapofanya kazi, na kuna pengine kuna madalali wenzake kama mdalali, pengine kuna majirani, pengine kuna watu ambao wamesoma nao ni wengi, pengine kuna watu ambao hawa ni watu tu wa mitaani. Yani utakuta kama atagawa huyu sema shekhe hali za tofautiana. Kuna wengine wao hali zao tofauti. Kuna huyu akigawa simu huyu eza kaidi akazipanga ili asubiria aite hivi, kiita ya nini pia hazitamchanganya kama atagawa hivyo. Dhabituha, kidhibiti chake, kwa sababu hali za watu ni nyingi na za tofautiana. Riayatul aslahi, ni kuchunga lile lililo na maslahi zaidi. Hichi ndio kidhibiti, uchunga lile lilokuwa na maslahi zaidi. Hilo ndio jambo ambalo Sheikh analitaja hapa na kulitolea tambihi. Na kuna kipengele lakini kwa uzuri zaidi bwana tukakisoma majlisi ijayo, hukumu ya kutumia simu ya mwingine. Tutakuja kuliona kwenye majlisi ya kesho insha Allah, ili tusirefushe sana katika majlisi hii. Naam, subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.